Wakati watoto wengine wakiwa wanafurahia baraka za wazazi wao, kuwa na nyumba nzuri na uwezo wa kupata chakula walau kutwa mara 3, mambo ni tofauti kabisa kwa mtoto Edson Shedrack, ambaye yeye na mama yake wanahangaika na kulala nje kwa kukosa sehemu ya kujistiri. Mvua ni yao, jua ni lao. Unaitwa nani? Edson Shedrack. Edson Shedrack. Uko darasa ngapi? La 5. Uko darasa la 5. Unasoma wapi? Kashai. Kashai. Wewe na mama unataka watu wawasaidie nini? Tujengee nyumba. Maisha ni magumu. Kaa nje napiga baridi. Naishiwa na mvua. Mama yake Lydia Kaiser, baada ya kufika Bukoba mjini miaka 8 iliyopita katika harakati za kutafuta maisha, bado haijawa riziki kwake. Changamoto ya kipato imemfanya yeye na familia yake waishi kwa tabu ya kuhamahama na maisha ya kusogeza siku. Nauza uji. Okay. Niteza uji sehemu zozote, au nachukua oda za vyakula kama mafundi wakitaka chakula ambao wanakuwa nafanya ujenzi. Tembeza uji, naona kwamba hautoki vizuri, nikaona nijiingize kwenye. Unajua ukikosa hii kazi ukiona kama imeenda vibaya, unajichanganya kwenye kitengo cha kazi nyingine. Kwa nimepanga pale Matopeni, Matopeni kama amenifanyia vurugu fulani. Nilipata kibanda, kuna mtu alikuwa ana kibanda chake, yani alikuwa na gharama, alikuwa anapika hivi vya mamalisha. Nikaweka vitu vyangu kama hivi. Nikavidima sehemu. Ilikuwa kama site. Kakaamo. Yapata toka mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 10 mwaka jana. Baada ya kuheshimo akaja wao wenye kibanda. Wakaja juu. Walipokuja juu ikabidi sisi tutoe vitu vyetu tukahamia Katato Ruansi. Katato Ruansi kwa muda mchache mdogo tukaa tumedima tu hivi vitu kama hivi. Tunatafuta makazi. Kwa ufupi na changamoto zangu kwa kweli ndo kama hivi mnavyoona, na yaliyoweza kunikuta kwa kweli yapata karibia miezi 5. Edson Shedrack ndoto yake ni kuwa mwanajeshi na nia yake ni kuitetea na kuilinda Tanzania, ardhi iliyomzaa. Tabasamu katika uso wake linaeleza kabisa dhati ya moyo wake kwa ndoto alionayo mtoto huyo. Unataka kuwa nani kwenye maisha? Mimi hapa. Mimi kuwa mwanajeshi. Unataka kuwa mwanajeshi? Nitetee nchi yangu. Ndio ndoto yako. Rudia, unataka kuwa mwanajeshi ili? Rudia. Nisome. Nifike kidato cha ngapi huko? Chuo kikuu. Ndio nanili. Ndio nitaenda kutambulisha. Jeshini. Ndio taniingiza, nitakuwa nafanya mazoezi. Nitakuwa natetea nchi yangu. Utakuwa? Natetea nchi yangu. Nataka utetee nchi yako. Safi sana. Lakini ndoto hii inawezwa kukatishwa na mazingira na aina ya maisha Edson anayoishi. Daftari zinaloa kutokana na mvua inayonyeshea na inayonyeshea vitu vilivyowekwa nje, baridi ambayo anakutana nayo usiku kutokana na kulala nje, lakini pia jinsi wenzake wanavyomchukulia mtaani na hata shuleni. Edson anatamani yeye na mama yake wangetoka kwenye mazingira hayo, na hata anathubutu kusema anatamani angechukuliwa na kuishi kwingine. Yeye atakuwa anakuja kumtembelea mama yake. Na mama alikujaga sijui kama Ijumaa, Alhamisi. Ndio alikuwa tunataka Jumatano. Sasa tulikuwa Jumatano, akaniambia hivi atakuja, akaandika kwenye karatasi, akanyoja, akamaliza. Sasa akaniambia hivi, akaniambia unataka kumwacha mama yako au uende naye? Mimi nikasema naenda naye mama yangu. Nimesema naenda naye, akasema haya. Akasema Ijumaa ile ilikuwa nataka kufanya mtihani. Ndio akasema hivi atakuja aje anichukue. Sasa hivyo sema hivi atakuja aje anichukue, akuja. Kijana alienda wapi? Nitakuwa nakuja na mtembelea.
kwenye nyumba. Jitihada kadha wa kadha zimefanywa na watu wenye mapenzi mema kusaidia familia hii, lakini nazo zimekumbana na changamoto kama wanavyosimulia hawa majirani. Walishampeleka mpaka kwao kijijini, hasa mtendaji, sasa hivi ni mwanasheria Msosore. Alimpeleka mpaka kwao kijijini na familia yake, lakini baadaye akarudi. Wakawa wamemtafutia mahali pa kuishi, lakini kama ana shida. Lakini ana watoto 2 wa kiume, na bahati nzuri watoto wanasoma. Lakini sasa shida yake, hataki kunyang'anywa watoto. Hataki watoto wake watoke. Hata mwingine yuko anaishi kambini kule. Ni wale watoto wenye vipaji maalum, anacheza mpira wa miguu. Hata walipokuwa wanaenda Katoke, wameenda Tabora, wameenda wapi Miseta, wakawa wanamchukua kwenye wale watoto. Alikuwa analalamika anakwenda shuleni, anasema mtoto wake yuko wapi. Unaona? Na kile kidogo kilikuwa naishi hapa jirani. Lakini mara nyingine anaenda anamchukua. Yaani yeye tatizo ni pa kuishi. Hata ukimpa kitu kinaibiwa. Mvua inamnyeshea, mvua za siku hizi mnaziona zinanyesha usiku zinamnyeshea. Na watoto akienda pale wanamfukuza. Hata akilala pale ni shida. Watoto wanaingia ndani, lakini siku nyingine anakataa. Anakataa kuacha. Anakataa. Mimi hata ile mdogo nilikuwa naishi naye. Kama serikali ingekuwa inaweza kusaidia, kwa sababu serikali ni sikivu, inaweza kumsaidia. Watafute eneo, hata wakampigia chumba kimoja cha mabati tu au mabanzi. Kwa sababu ukisema tumpe hapa, anaweza akajimilikisha kwamba ndiye kwangu. Watatumia taratibu zote za serikali. Wampe mahali pa kuishi, atunze maisha yake. Kuna mazingira fulani, kuna vitu wanavyoviona sisi hatuvioni. Kuna watu wanaweza kuja kumsumbua. Yaani sijui inaweza kusafiri mazingira gani. Unamuona kabisa anabadilika, hata uje kumkataza. Hawezi. Familia hii inahitaji msaada, lakini mtoto Edson Shedrack anahitaji msaada zaidi kimalezi na kitaaluma ili aweze kukua katika mazingira salama na aweze kutimiza ndoto zake.